watu hapa ni waajiriwa, lakini katika uajiriwa wao hawahitaji kuweza kuthamini mahali ambapo wao wameajiriwa. Unakuta wanaishi maisha ambayo ni ya kwao wao wenyewe kwa sababu ya umri wake, na mtu aliyeweza kumwajiri ni mtoto mdogo, anaanza kuishi katika maisha hayo. Hii si sawa. Huwezi ukafika katika lengo unalotarajia kuweza kufika kwa sababu umeshindwa kutambua sehemu ambayo Mungu anaweza akatenda kazi katika kukubariki. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Kitu kinachoitwa unyenyekevu ni sifa ya Mungu inayokaa ndani ya mtu, na ni asili ya mtu ambaye anapaswa kuwa nayo. Na kama hauna, leo hii nahitaji uweze kutoka katika hatua hiyo, uweze kupokea hili fundisho litakaloweza kusaidia ukafikia malengo. Sema amen. Sema amen. Hata kama ni mfanyakazi wa ndani, mfanyakazi wa ndani, kama hauwezi kumheshimu bosi wako na kumnyenyekea, huwezi ukapokea vile vya ziada. Utaishia katika vile ambavyo mmekubaliana. Narudia tena, hata kama ni mfanyakazi wa ndani, hautoweza kupokea vile vya ndani na nje ya mikataba yenu. Yesu asifiwe sana. Kwa sababu umekosa kitu kinachoitwa unyenyekevu. Na ukiishi katika sehemu ya unyenyekevu au sifa ya unyenyekevu, utapokea zaidi ya kile ambacho ulipaswa kuweza kupokea. Mfano mzuri ni kwambie, wewe umeajiriwa, mshahara wako ni shilingi 50,000. Na katika kuajiriwa mshahara wako ni shilingi 50,000, lakini majukumu yako uliyoweza kupewa labda ni mfano kuchukua barua mahali fulani na kupeleka sehemu fulani, kuchukua barua na kupeleka sehemu fulani, na kisha unarudi ofisini unaketi ukisubiria jukumu lako ulioweza kupewa la kuchukua barua mahali fulani na kupeleka mahali fulani. Lakini unapokuwa umerudi, unakuwa umeketi tu na bosi wako anakuwepo, yupo pale. Kuna wakati mwingine anawezekana akaona kuna uchafu pale, bosi wako akachukua fagio akaanza kufagia pale, lakini wewe unakuwa unamtazama. Halo? Unakuwa unafanya nini? Unamtazama. Na katika kumtazama, anamaliza kufagia, anazoa, anaenda kumwaga. Huku wewe ukijizungumzia moyoni mwako, unasema jukumu langu nililoweza kupewa ni kuweza kuchukua barua na kupeleka mahali fulani. Swali ni kuulize, kama inatokea promotion ya bosi wako, anataka kuwatunuku baadhi ya wafanyakazi ambao wana juhudi na unyenyekevu, wewe utakuwa ni miongoni mwao? Tuzungumze. Nipo najaribu kufundisha hapa kabla kuhubiri. Wewe utakuwa miongoni mwao? Kwa sababu gani? Sio mtii na sio mnyenyekevu. Yesu asifiwe sana. Unyenyekevu haukuondolei thamani, unakuzidishia nini? Thamani. Unyenyekevu. Baada ya hapo, bosi anataka kuwanunulia watu labda vitu, huwezi ukapata hiyo nafasi, kwa sababu wewe unasubiria mshahara wako katika mikataba mliofanya nini? Mliokubaliana. Na ikifikia paranja la kupunguza wafanyakazi, miongoni mwa wafanyakazi watakaopunguzwa, miongoni mwao ni wewe. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Kitabu kile cha Mika 6 mstari ule wa 6. Kitabu kile cha Mika 6 mstari ule wa 6 hadi wa 8. Kitabu kile cha Mika 6 mstari wa 8. Biblia inasema hivi, kama mjapata: nimkaribie Bwana na kitu gani? Na kuinama mbele za Mungu aliye juu. Je, nimkaribie na sadaka ya kuteketezwa na ndama wa ulimi wa umri wa mwaka mmoja? 7. Je, Bwana atapendezwa na 1000 kondoo waume au 10,000 za
mito ya mafuta? Je, nimtolee mzaliwa wangu wa kwanza kwa kosa langu, mzaliwa wa mwili wangu kama dhambi ya roho yangu? 8. Mwanadamu, yeye aliyeonyesha yaliyo mema, Bwana anataka nini kwako? Anataka nini kwako? Ili kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu wa Mungu wako. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Ilikuwa kipindi kigumu sana katika nyakati zile za wana wa Israeli, ambapo Mungu aliweza kuwaokoa kwa mkono wake. Katika kipindi hiki cha nabii Mika, wana wa Israeli waliweza kuamua kuiacha ile njia ya Mungu, wakaamua kufuata njia ya kwao wenyewe. Hata Mungu alipoamua kuwaelekeza nini cha kufanya, hawakutaka kufanya sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kwa sauti ya mtumishi wa Mungu Mika, wakafanya yaliyokuwa ya kwao, wakatembea yaliyo katika njia zao, na Bwana akaamua kuacha. Na huku mioyoni mwao wakiwa wanajizungumzia, wanapokuwa wamekosea wataweza kutoa ndama zao, wanapokuwa wamekosea wataweza kutoa wanyama wao waliokuwa wamenona, wanyama wao wa kiume, wanyama waliokuwa thamani. Lakini neno la Mungu likamjia nabii Mika ya kueleza kuhusiana na habari ya kutoka kwao katika msingi wa Mungu. Yesu asifiwe sana. Akawaambia hivi, maneno haya ndiyo anayazungumza nabii Mika baada ya wana wa Israeli kuiacha neno la Mungu na kufuata mambo ya asili na mambo ya mwilini, na kufikiri kutoa watoto wao wanaowapenda ni sehemu ya sadaka za kuteketeza zitakazoweza kugusa moyo wa Mungu. Kumbe Mungu hakuhitaji sadaka. Kumbe Mungu hakuhitaji wazaliwa wa kwanza. Kumbe Mungu hakuhitaji ndama wa kiume walionona, bali Mungu alihitaji unyenyekevu. Sema unyenyekevu. Sema unyenyekevu. Sema unyenyekevu. Naposema unyenyekevu ni sifa ya Mungu, ninazungumzia unyenyekevu ni sifa ya Mungu. Ninamaanisha katika unyenyekevu unaweza ukapokea baraka zako. Katika unyenyekevu unaweza ukaiona hatima yako na ikatimilika. Katika unyenyekevu utaweza kumtaka Bwana nawe ukainuliwa. Katika unyenyekevu sehemu yako ya kazi utaweza kuinuliwa. Sema amen. Unyenyekevu. Wengi tumepotea kwa sababu maisha yetu tumeishi pasipokuwa na unyenyekevu. Maisha yetu tumeishi ambayo maisha yametufanya katika hali ambayo ukijiona wewe ni mkubwa kwa umri, ukijiona ni una fedha, ukijiona una elimu ambayo inawazidi wengine, maisha yako yanakuwa yamejaa kiburi, yanashindwa namna ya kuweza kutambua tupo katika ulimwengu huu ambao tunahitaji kuishi kwa kutegemeana. Yesu asifiwe sana. Huwezi ukaweza kukaa na bosi wako halafu ukawa sio mnyenyekevu halafu akakupandisha cheo. Haiwezekani. Kiburi cha mtu humshusha chini, bali mtu aliyekuwa mnyenyekevu huinuliwa juu kama tai. Sema amen. Sema amen. Na ndio maana nimesema hivi, katika pande zote nahitaji uweze kulichukua. Kibinadamu, katika wanadamu, katika ulimwengu wa mwili, unyenyekevu Mungu anauhitaji kwako. Hata kwa Mungu naye anahitaji unyenyekevu kwako. Kama hautoweza kukaa katika hali ya unyenyekevu, hautoweza kufanikiwa katika namna yoyote. Unyenyekevu ni mtaji wa maisha yako. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Kwa nabii Mika akawaeleza wana wa Israeli kile Bwana anachokihitaji kwenye maisha yao, ili wanapomrudia Bwana wasimrudie Bwana kwa kutoa sadaka tu, wasimrudie Bwana kwa kuweza kumchinjia ndama walionona, wasimrudie Bwana
kwa vitu ambavyo ni vya mwilini, bali wamrudie Bwana kwa unyenyekevu na kutetemeka mbele zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu twende tukaangalie hatua tatu za unyenyekevu. Hatua tatu za unyenyekevu. Kama unaandika, andika hatua tatu za unyenyekevu. Hatua ya kwanza ni kukubali kuonywa wakati unapokuwa umekosea. Ni kukubali kuonywa unapokuwa umekosea. Hili nalo ni tatizo. Hili ni tatizo kubwa sana. Nje ya kanisa, ndani ya kanisa, watu hawataki kuonywa. Watu hawataki kukemewa. Watu hawataki kurudishwa. Ukikaa katika engo hii ya kuwa na kiburi cha kutokuguswa, umepotea. Na sio mtu yoyote anayeweza kukemea na kukuchapa kwenye level yoyote ile ya kuonywa. Sio kwamba hakupendi. Sio kwamba hakupendi. Anakupenda. Lakini yule ambaye hakupendi, unapokosea anakuacha. Hivi mfano wewe mzazi, una watoto wako 2 3. Mtoto mmoja tabia yake ni wa ujambazi, au anawezekana akawa ni kibaka, anaibaiba. Mama, wewe unajaribu kuzungumza na hao wengine ambao wana tabia tu njema. Wewe fulani, haujafanya hivi, haujafanya hivi. Lakini huyu mtu ambaye ana tabia inayoweza kugharimu maisha yake, hauwezi kumgusa. Hivi kweli mzazi unampenda huyu mtoto? Umpendi. Umpendi. Kwa nini haujazungumza kama umpendi? Lakini lazima uweze kujua kunyamaza kimya ni kuzungumza. Kuzungumza ni kuzungumza. Narudia tena. Kunyamaza kimya ni kuzungumza, na kuzungumza ni kuzungumza. Sio kila aliyenyamaza kimya amenyamaza kimya, na kila sio anayezungumza amezungumza. Yesu asifiwe sana. Yaani maana yake nini? Huyu mtoto anapokufanya uharibifu, wewe umenyamaza kimya, maana yake ni nini? Acha akafe. Kwa unatoa nafasi pana sana ya watu kuweza kutoa majibu pasipo wewe. Kama ungeweza kutoa majibu, ingeleta nafuu kidogo ya kuweza kupelekea kile ambacho unafili. Hisia yako ilikuwa ni nini? Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Ni kukubali kuonywa wakati unapokuwa umekosea. Kitabu kile cha Samueli wa kwanza, sura ile ya 15 na mstari wa 10. Samueli wa kwanza sura ile ya 15 mstari ule wa 10 mpaka 20. Tutaruka, tutaenda 22. Biblia inasema hivi: ndipo neno la Bwana likamjia Samueli kusema, najuta kwa sababu nimemtawaza Sauli awe mfalme, maana amerudi nyuma asinifuate, wala hakufanya yaliyo niliyomwamuru. Samueli akasikitika, akamlilia Bwana usiku kucha. 12. Samueli akaondoka asubuhi na mapema ili aonane na Sauli. Samueli akamwambia ya kwamba Sauli alifika Karmeli, na tazama akajisimamishia ukumbusho, akageuka, akapita, akateremka Gilgal. 13. Samueli akamwendea Sauli, naye Sauli akamwambia, ubarikiwe Bwana, nimeitimiza amri ya Bwana. 14. Samueli akasema, maana yake ni nini? Maana yake ni nini? Basi hiki kilio cha kondoo masikioni mwangu, na huu mlio wa ng'ombe ninaousikia. 15. Sauli akasema, wamewaleta kutoka
kwa Waamaleki, maana watu waliacha hai kondoo ng'ombe walio wazuri, ili wawatoe dhabihu kwa Bwana Mungu wako, nao waliosalia tumewaangamiza. 16. Ndipo Samueli akamwambia Sauli, ngoja nami nitakwambia neno aliloniambia Bwana usiku huu. Naye akamwambia, haya, sema. 17. Basi Samueli akasema, ingawa ulikuwa mdogo machoni pako mwenyewe, je, hukufanywa kuwa kichwa cha kabila za Israeli? Naye Bwana akakutia mafuta uwe mfalme wa Israeli. 18. Kisha Bwana akakutuma safarini akisema, enenda ukawaangamize kabisa wale Waamaleki wenye dhambi, umpigane nao hata utakapowaangamiza. 19. Mbona basi hukutii sauti ya Bwana, bali ukazirukia nyala, ukafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana? 20 na mwisho. Sauli akamwambia Samueli, hakika mimi nimeitii. Yesu asifiwe sana. Yesu wetu atukuzwe sana. Hapa tunaona kisa kimoja ambacho ni cha Mungu. Kuna mtu mmoja aliyekuwa anaitwa jina lake Sauli. Huyu Sauli alikuwa ni mtumishi wa Mungu, lakini alikuwa ni mfalme. Alikuwa ni mtumishi wa Mungu, lakini alikuwa ni mfalme. Kama unavyoelewa katika kuna vitabu katika Biblia. Ukizungumzia Torati, katika wote wale walikuwa wafalme, ilikuwa ni lazima awe nini? Awe mfalme, awe mtumishi wa Mungu ndipo awe mfalme. Ni lazima awe mtumishi wa Mungu ndipo awe mfalme. Yesu asifiwe sana. Sasa huyu Sauli aliteuliwa na Mungu akiwa mtu wa chini kabisa, akiwa mtu asiyekuwa na thamani, akakwezwa juu, akawekwa akawa mfalme. Yesu asifiwe sana. Bwana akamwambia Sauli, akasema, Waamaleki wamekuwa kinyume na mimi. Ninakuagiza sasa, nenda kateketeze familia nzima, kabila zima la Waamaleki pamoja na mfalme wao. Yesu asifiwe sana. Usiache hata kitu hata hiki kimoja. Sauli akakubali kwa sababu yeye alikuwa ni mfalme.